أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Hazrat Khalifatul Masih katika hotuba yake alianza na kustataawudh na tashahud na baadaye akasoma suratul Fatiha na baadaye akasoma sura ambazo aya ambazo nitazitafsiri. Akasema ya kwamba kila mtu ana mwelekeo anapoelekea fastabiqul khairat, kwa hivyo natakiwa mshindane katika mambo mema. Na pia next ayat I've forgotten. कल की तकरीर में मैंने आप लोगों को इस तरह तवज्जो दिलाई थी कि अंबिया के आने का मकसद जो मकसद होता है और जिस मकसद को लेकर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मबूस हुए वो है कि खुदा को मिलाना और गुनाह से बचने के तरीके सिखाना. Anasema katika hotuba ya jana aliyotoa ya katika ufunguzi wa mkutano huu ya jalsa, ilikuwa anawaelekeza katika kukumbuka lengo na shabaha ya kutumwa mitume, na lengo hilo ndilo ambalo alitumwa Sayyidina Ahmad al-Salam ya kwamba mkaribie Mwenyezi Mungu zaidi और नेकियों की तरफ ले जाने वाले रास्ते दिखाना na kuonyesha njia inayokuelekeza katika wema. इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए Haifai kufikiria hivi ya kwamba कि ये मकसद हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, kwamba sisi tunaweza tukapata lengo hili kwa urahisi zaidi. जब आप नेकियों पर कायम होने की कोशिश शुरू करते हैं, wakati utajitahidi katika kusimama katika kujitahidi katika kusimama katika ijtihada और कुछ नेकियां बजा लाना शुरू करते हैं, na utakapoanza kutekeleza mambo mema, तो ये एक कदम है या चंद कदम हैं जो हमने इस रास्ते में उठाए हैं. basi hui ndio hatua ya kwanza ambayo inakuelekeza katika njia ya kheri. ये वो इंतहा नहीं है जिस पर एक अहमदी मुसलमान को पहुंचना चाहिए. Na huu ndio ule upeo wa juu kabisa ambayo kila Muislamu Ahmadiyya anatakiwa afike. और इंतहा हो भी नहीं सकती क्योंकि हर मंजिल पर अगली मंजिल का पता मिलता है. Na kila hatua huwezi ukaifikia kwa sababu katika kila hatua unapoinua huwa kuna pingamizi inayotokea mbele, जिसके लिए रहनुमा की ज़रूरत होती है, ambapo tunatakiwa muongozo zaidi. इसलिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, na ndivyo kwamba Hazrat Masih Maud Salam alisema कि गुनाह से बचने की राह की तरफ राहबरी करता हूँ, kwamba yeye anahusisha watu zaidi kuelekea katika mambo ya kheri ya kujiondoa katika dhambi,
आवाज़ नहीं पहुंच रही बाहर? लगता के ठीक है। दीन में और रूहानियत में कोई खुद ब खुद आला मायारों को हासिल करने के रास्ते तलाश नहीं कर सकता। katika mambo ya dini na katika dunia mtu hawezi mwenyewe kutafuta kheri जब तक खुदा ताला की तरफ से उसका कोई चुनीदा बंदा वो रास्ते ना दिखाए, mpaka atoke mtu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye amechaguliwa aweze kutuelekeza katika njia ya sawa. और इस ज़माने में जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो चुनीदा बंदा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हैं। Na kama vile alivyosema Sayyidina Ahmad alayhisalam, kwa hakika katika zama hizi aliyechaguliwa ni Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam. तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ताला के कुर्ब के आला मयार सिर्फ कुछ इबादत करके हासिल नहीं हो जाते। Kama alivyosema awali ni kwamba ibada tu peke yake haiwezi kumfikisha mtu katika upeo wa juu wa kumkurubia Mwenyezi Mungu, और ना ही नेकियों की इंतहा कुछ नेकियां करने से हासिल हो जाती है, na wala huwezi kufikia upeo wa juu katika kutekeleza mambo mema kwa kufanya mambo machache tu mazuri, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है lakini hili ni jambo linataka lidumishwe na liendelee. और मुसलसल सफ़र है जिस पर चलते हुए जब मोमन अपने ख्याल में मंजिल के करीब पहुंचता है तो उसे और मंजिलें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। Bali hii ni safari ndefu sana ambayo mtu kadri anavyozidi kwenda mbele ndivyo anavyozidi kutaka kwenda mbele zaidi katika kutafuta heri hiyo. बस हर अहमदी का फ़र्ज़ है कि नेकियों की मंजिलें तलाश करे। Basi hii ni faradhi kwa kila Muhammadia atafute njia ya kheri ama njia ya kufanya mema. इनमें इबादतें भी हैं, Katika mambo hayo ni kufanya ibada, नेक काम भी हैं, mambo mazuri जिन पर अहमदी हर वक्त चलता रहे और नेकी की मंजिलें तलाश करे। ambapo kila mwanajumuiya anatakiwa atembee, atekeleze mambo hayo ili aweze kufikia upeo wa juu wa kheri. आला अखलाक हैं जिनमें हर अहमदी को तरक्की करनी चाहिए। Na katika mambo hayo pia kunataka tabia nzuri ama adabu nzuri, akhlaki ya juu ambayo kila mwanajumuiya anatakiwa aishike. लोगों के हकूक़ अदा करने में एक फ़िक्र के साथ कोशिश करनी चाहिए। Katika hali ya kutekeleza haki za binadamu inatakiwa mtu afikirie sana na ajitahidi. गर्ज़ के अहमदी मुसलमान के सामने एक वसी मैदान है जिसमें हर वक्त एक लगन के साथ, एक तवज्जो के साथ कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है। Hii ni wazi ya kwamba kila mbele ya mwanajumuiya Muhammadia uwanja ni mkubwa sana wa kuweza kupata neema hizo ama kheri hizo, और आगे बढ़ते चले जाना है। na pia aendelee zaidi mbele na mbele. किसी एक काम को पकड़कर ख्याल करना कि हमने मायार हासिल कर लिए बिल्कुल गलत है। Kuchukua kazi moja tu na kusimamia hapo na kusema kwamba basi nimeshatekeleza wajibu wangu, hilo ni jambo, ni kosa kubwa kabisa. बल्कि उन तमाम नेकियों में जिनका कुरान करीम में जिक्र है, Lakini ni kutekeleza mambo yote mema ambayo yameelezwa katika Qur'an tukufu. तरक्की हासिल करोगे तो सही मोमिन कहला सकोगे। Utakapopata maendeleo katika imani na katika mambo mema, basi hapo utapata ufaulu. और इसी बात की तरफ अल्लाह ताला ने हमें तवज्जो दिलाई है। Na ndio jambo hili ambalo Mwenyezi Mungu ametuelekeza ये जो आयत मैंने तिलावत की है, katika ile aya aliyoisoma, इसका तर्जुमा ये है ambayo tafsiri yake ni hii: कि हर एक के लिए एक मतमा नज़र होता है kila mmoja huwa ana lengo lake katika maisha जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है। ambalo yeye huelekeza uso wake. बस नेकियों में एक दूसरे पर सबकत ले जाओ। Basi mnatakiwa mshindane katika mambo mema. तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। Popote mtakapokuwa Mwenyezi Mungu ataleta pamoja. यकीन अल्लाह हर चीज़ पर जैसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। Hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. तो वाज़ेह हो गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद और मतमा नज़र जिसको सामने रख कर एक इंसान अपने रास्तों का तयन करता है वो ये होना चाहिए। Basi imeeleweka wazi ya kwamba njia ambayo tunatakiwa tufuate ambayo inaweza kumfanya mtu aweze kupata maendeleo ya kiimani na ya kiroho ni njia hiyo, कि तुमने नेकियों में तरक्की करनी है, kwamba mnatakiwa mfanye maendeleo katika kutenda mema. और जब हर मोमिन, हर अहमदी एक लगन के साथ, एक तड़प के साथ इस दौड़ में शामिल होगा कि उसने नेकियों में तरक्की करनी है, Na iwapo kila muumini, kila Muhammadia atafanya bidii katika njia hiyo,
तो तसव्वुर करें ऐसी सूरत में किस कदर हसीन माशरा कायम होगा। basi unawezaje utashangaa kiasi gani ya kwamba utafikia maendeleo makubwa kiasi gani, जहाँ इबादतों के भी आला मयार कायम हो रहे होंगे, ambapo ni mahali ambapo ni daraja la kutenda mambo mema makubwa sana, और दूसरी नेकियों को हासिल करने की, उनके आला मयार हासिल करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। na pia itakuwa ni hali ya kwamba unafanya bidii katika kupata kutekeleza mambo mengine mema. कुछ तो एक दूसरे को देखकर इस रंग में रंगीन हो रहे होंगे, ukiona katika pia tukiangalia tunaona ya kwamba katika dunia ya Islamu inaendelea कि हमने भी वो मयार हासिल करने हैं जो दूसरे हासिल कर रहे हैं, na sisi pia tunatakiwa tupate daraja hilo ambalo wengine wamepata. उनको भी ये फ़िक्र होगी कि हमने भी खुदा ताला का कुर्ब पाने के वो आला मयार हासिल करने हैं जो हमारे भाई हासिल कर रहे हैं। Wao pia wanatakiwa wawe na fikra hii na shauku hii ya kwamba vile ambavyo wenzetu wamefaulu na sisi pia tupate ufanisi katika njia hii ya Mwenyezi Mungu. दूसरों की इबादतों और नेकियों को देखकर Watu wengine wanapoona ibada za wenzao na pia wema wao, हसद के जज्बे नहीं पैदा होंगे बल्कि उन पर रश्क आएगा। wao hawaangalii tu, hawachukii ama hawawi na hasadi, lakini huwa wanajaribu kujielekeza kutekeleza hayo mambo mema, और फिर ख़ुद भी उन नेकियों में बढ़ने की कोशिश होगी। na wao pia wanajaribu kutekeleza mambo hayo mema wao wenyewe baada ya kwamba wameona yanafanywa na wenzao. सहाबा कराम इस तरफ बहुत तवज्जो दिया करते थे, Masahaba wa Mtume Muhammad SAW katika njia hii walikuwa walizingatia sana, और बड़ी फ़िक्र के साथ तवज्जो दिया करते थे। na walizingatia sana kwa fikra ya juu kabisa. चुनांचे रिवायत में आता है Katika hadithi imeelezwa ya kwamba कि एक दफ़ा सहाबा इकट्ठे होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, baadhi ya masahaba walienda pamoja kwa Mtume Muhammad SAW और अर्ज़ की na wakaomba ya kwamba, कि दौलतमंद लोग अपनी दौलत की वजह से सारा सवाब ले जाते हैं, anasema ya kwamba mtu ambaye ni tajiri anapotoa mali yake katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi yeye anapata thawabu zote, या उनसे ज़्यादा सवाब ले जाते हैं, ama yeye anakuwa ni mwenye kupata thawabu zaidi kuliko wengine. वो भी नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, Kwani yeye pia anaswali kama vile tunavyoswali sisi, वो भी रोज़े रखते हैं जिस तरह हम रोज़े रखते हैं, kwani yeye pia anafunga saumu kama tunavyofunga sisi saumu, वो भी दूसरी इबादतें करते हैं जिस तरह हम इबादतें करते हैं। vile vile anatekeleza ibada ambazo sisi pia tunatekeleza. लेकिन एक ज़ायद बात इनमें ये है जो हम नहीं कर सकते, Lakini jambo ambalo ni la zaidi ambalo hatuwezi kufanya sisi, और वो है कि वो लोग जो अमीर हैं उन सारी नेकियों के साथ साथ अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। ni lile kwamba wale ambao ni waumini na tena ni watu matajiri vile vile, wao kadri wanavyotoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, sisi hatuwezi. लेकिन हम अपनी गुर्बत की वजह से बावजूद ख्वाहिश होने के, Lakini sisi mbali na umaskini wetu na ufukara wetu, lakini tuna hamu, इस मैदान में उनसे पीछे हैं। tuna hamu lakini tunajikuta kwamba sisi tuko nyuma yao. हमें भी कोई रास्ता बताएं कि हम इस नेकी में इनके साथ शामिल हो जाएं। Ewe Mtume Muhammad SAW, na sisi tuambie ni njia gani tutachukua tuweze kuwa sawa nao. इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Juu ya jambo hili Mtume Muhammad SAW akasema, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें माल नहीं दिया je, kwani Mwenyezi Mungu hawajawapatia mali जो तुम बतौर सदका खर्च करो? ambazo nyinyi mnaweza mkatoa sadaka kwazo? ये सवाल किया आपने। Hili ni swali ambalo Mtume SAW aliwauliza. फिर आपने फरमाया Alafu akasema, कि याद रखो kumbukeni ya kwamba हर तस्बीह सदका है, kila tasbihi unaosema hiyo ni sadaka, हर तकबीर सदका है, na kila takbiri unaosema hiyo ni sadaka, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, na pia kusema alhamdulillah ni sadaka pia, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, kusema la ilaha illallah pia ni sadaka, नेकी का हुक्म देना सदका है, kumwamrisha mtu kutenda mema pia ni sadaka, बुराई से रोकना सदका है। na pia kukataza mambo maovu pia ni sadaka. एक रवायत है, आपने फरमाया कि तुम लोग हर नमाज के बाद Kuna hadithi nyingine Mtume Muhammad alisema katika kila baada ya swala 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, natakiwa mseme subhanallah mara 27 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 37
33 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। na vile vile mseme 33 alhamdulillah mara 33 33 है 33 ya. और 34 दफ़ा 34 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़ा करो। Na pia mara 34 pia mseme Allahu Akbar. ये तुम्हें उन अमीरों के बराबर ले आएगा जो सदका खैरात करते हैं। Basi hili jambo litawafikisha karibu sana na wale ambao ni matajiri wanaotoa sadaka na zaka zao, और अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। na wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu. तो सहाबा ने ये अमल शुरू कर दिया, Basi masahaba nao walianza kutekeleza jambo hilo, लेकिन कुछ अरसे बाद जो अमीर सहाबा थे उन्होंने देखा कि ये लोग नमाज के बाद बैठकर वजीफ़ा करते हैं। basi baada ya hapo baadhi ya masahaba, yani baada ya muda mfupi tu, baadhi ya masahaba waliona wenzao wanaketi wakitekeleza hizo tasbih, क्योंकि उन सहाबा में भी नेकी में आगे बढ़ने की एक लगन थी। kwa kuwa wale masahaba walikuwa pia wana tamaa ama wana hamu ya kwenda kutekeleza mambo mema. दुनियादार अमीर की तरह तो नहीं थे जो अपनी दौलत की वजह से अंधे हो जाते हैं, Na ambao walikuwa si kwa sababu ya mali zao, walikuwa sio wa kunyemelea katika dunia, कि ना ही खुदा ताला के हकूक़ अदा करते हैं और ना ही बंदों के हकूक़ अदा करते हैं। na ambao walikuwa sio wale wasiotekeleza haki za binadamu wala haki ya Mwenyezi Mungu, बल्कि दुनियादार जो हैं अमीर लोग वो तो नेकियों में बढ़ने के बजाय बुराइयों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। bali wale watu ambao ni wa kidunia, wao badala ya kufanya maendeleo katika njia ya kiroho, wao huelekea katika njia ya kidunia. तो बहरहाल उन अमीर साहबा को भी उन गुरबा को देखकर तजस्सुस पैदा हुआ कि ये क्या ज़िक्र इलाही करते हैं। Baada ya hawa masahaba kuona, basi walianza kuchunguza kwamba hawa masahaba wengine wanafanya nini, anamkumbuka vipi Mwenyezi Mungu yani. आखिर इनको पता चल गया कि ये नमाज के बाद इस तरह ज़िक्र इलाही करते हैं। Baadaye walikuja kujua ya kwamba hawa baada tu ya sala huwa wanakumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi. चुनाचे उन अमीर साहबा ने भी ज़िक्र इलाही शुरू कर दिया। Na hapo wale maamiri, wale matajiri nao walianza pia kumkumbuka pia Mwenyezi Mungu katika hali hiyo hiyo, क्योंकि ये वो लोग थे जो नेकियों में बढ़ने के मफहूम को समझते थे। kwa sababu hawa ndio wale watu ambao walikuwa wanaelewa kabisa njia njema za kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. इस पर ये गरीब साहबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। Kwa jambo hili tena wale maskini maswahaba walirudi tena kwa Mtume Muhammad SAW kumuuliza, और अर्ज़ की कि उन अमीर साहबा को भी पता चल गया है kwamba hawa masahaba matajiri vile vile wamepata kujua kwamba sisi tunafanya tasbihi namna hii, और उन्होंने भी हमारी तरह उसी तरह ज़िक्र इलाही और वजीफ़ा शुरू कर दिया है। na wao vile vile wakaanzisha tena hali hiyo kama sisi tunavyofanya tasbihi, फिर हमारे से आगे निकल गए हैं ये लोग। na wao sasa inaonekana pia wametushinda tena. इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Juu ya jambo hili Mtume Muhammad SAW akasema, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, mimi nitafanya nini? जिसको खुदा ताला अपने फजल से नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक दे रहा है उसे मैं किस तरह रोक सकता हूँ। Yule ambaye anafanya bidii katika njia ya Mwenyezi Mungu ya kutenda wema, mimi nitamzuia vipi? तो देखें ये थे नमूने साहबा के एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने के। Angalieni, hii ndio ilikuwa hali na njia ambayo masahaba ili kupata wema walikuwa wakitumia. और ये नमूने हमारे सामने सिर्फ इसलिए नहीं बताए जाते कि हम सुने और इससे महजूज हों, Na jambo hili sio kwamba tunaambiwa tu kwamba tulisikie na tufurahie tu, बल्कि इसलिए हैं कि हम भी उन पर अमल करने वाले बने। bali tunatakiwa tuwe wenye kutekeleza habari hizi. सहाबा को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने Masahaba katika kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu और नेकियों में आगे बढ़ने, na ili kupata na kufanya maendeleo katika wema, इसका इस कदर शौक़ था कि वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर बार बार बड़े तजस्सुस से इस बारे में सवाल किया करते थे। walikuwa mara kwa mara wana tabia ya kumwendea Mtume Muhammad SAW na kumuuliza juu ya kupata maendeleo katika jambo hili. चुनाचे एक रवायत में आता है, Katika hadithi nyingine imesema hivi, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं Hazrat Muaz radhiallahu anhu anasema कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया kwamba nilimuuliza Mtume Muhammad SAW, कि मुझे कोई ऐसा काम बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए nieleze kazi ambayo inaweza kunifikisha peponi और दोज़ख से दूर रखे। na ambayo inaweza kuniokoa na adhabu ya moto. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Hapo Mtume SAW akasema, कि तुमने एक बहुत बड़ी और मुश्किल बात पूछी है। wewe umeniuliza swali gumu sana.
लेकिन अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो ये आसान भी है। lakini iwapo Mwenyezi Mungu atanipa uwezo basi si swali ngumu. तो तू अल्लाह की इबादत कर, Wewe tekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा, wala usimshirikishe na chochote, नमाज पढ़, na uswali, बाकायदगी से ज़कात अदा कर, na pia utoe zaka, रमज़ान के रोज़े रख, na pia ufunge saumu za Ramadhani, अगर ज़ात राह हो तो बैतुल्लाह का हज कर। na pia ukiwa na uwezo basi ufanye hija katika Baitullah. फिर आपने ये फरमाया, Hapo akasema, क्या मैं भलाई और नेकी के दरवाज़ों के मुतालिक तुझे ना बताऊं? je, mimi nisikuambie milango ama itakao kufungulia milango ya wema? सुनो, Sikiza रोज़ा गुनाहों से बचने की ढाल है, kwamba saumu ni ngao ya kujiepusha na maovu, सदका गुनाहों की आग को इस तरह बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। na sadaka inazimisha moto kama vile ambavyo maji yanazimisha moto. रात के दरमियानी हिस्से में नमाज पढ़ना अजर अजीम का मूजिब है। Na kuswali sala ya katikati ya usiku, yani tahajjud, hiyo inakuwa ni ajari kubwa sana. फिर आपने ये आयत पढ़ी, Ndipo akasoma aya hii ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजे, kwamba wanaacha vitanda vyao wakati yani wa usiku, wanaacha vitanda vyao na wanaelekea kuswali. फिर आपने फरमाया, Alafu akasema, क्या मैं तुमको सारे दीन की जड़ बल्कि इसका सतून और उसकी चोटी ना बताऊं? kwa nini mimi nisikwambie njia ambayo itakufikisha juu zaidi? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह। Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo Hazrat Muadh akasema sawa, niambie. आपने फरमाया Akasema ya kwamba कि दीन की जड़ इस्लाम है, mzizi kabisa wa dini ni Islam, उसका सतून नमाज है, na kinga yake ama nguzo yake ni swala, और उसकी चोटी जिहाद है, na kilele chake ni चोटी टॉप kilele Jihad, na kilele chake jihad ni kufanya jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu. फिर आपने फरमाया, Hapo akasema, क्या मैं तुझे इस सारे दीन का खुलासा ना बताऊं? je, nisikwambie hulasa ama kifupisho cha dini? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह। Hapo Hazrat Muadh radhiallahu anhu akasema, ndiyo ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ज़रूर बताइए। lazima niambie. आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ा और फरमाया, उसे रोक कर रखो। Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashika mdomo wake akasema, jilinde sana. मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, Hapo akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, क्या जो कुछ हम बोलते हैं उसका भी हमसे मुआखज़ा होगा? je, kila kitu tunachosema tutashikwa nacho ama tutahukumiwa nacho? आपने फरमाया, तेरी माँ तुझको गुम करे। ये अरबी का मुहावरा है कि अफसोस से के अल्फाज में बोला जाता है। Yani akasema Ndio kwamba mafaz kuhusu hapo ni muhawara wa Kiarabu ambao unasema kwamba कि फरमाया कि लोग अपनी ज़ुबानों की काटी हुई खेतियों यानी अपने बुरे बोल और बेमौका बातों की वजह से ही जहन्नम में ऊंधे मुंह गिरते हैं। hapo kidogo imekuwa mushkil, lakini anasema kwamba watu wanapozamia kabisa katika mambo ya mashamba yao basi huacha kutenda mambo yanayofaa tuseme. तो देखें कितनी फ़िक्र है कि हल्का सा भी कोई ऐसा फेल सरजद ना हो Angalieni katika hali hii ya kwamba jambo dogo sana जिससे दोज़ख की हवा भी लगे, ambacho kinaweza kikafanya moto wa Jahannam uwake, बल्कि ऐसे काम सरजद हों, जिस नेकियां ऐसी सरजद हों जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाली हों। bali inafaa mwelekee katika zile kazi njema, mambo mema ambayo yanaweza tukuepusha na adhabu ya Mwenyezi ये Mungu. होता था सहाबा का रवैया। Na hii ndio ilikuwa hali na maisha ya maswahaba. लेकिन देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब Angalieni hali ya jibu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि यह है तो मुश्किल काम, kwamba kweli hii ni jambo gumu, लेकिन अगर तुम इस बात पर कायम हो जाओ कि तुमने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है, lakini kama mtasimama katika jambo hili kwamba lazima mpate radhi ya Mwenyezi Mungu, तो फिर अल्लाह ताला फजल भी फरमाता है basi Mwenyezi Mungu huwapa fadhila zake, और इंसान की जन्नत में जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। na hapo mwanadamu anapotaka kuingia ile haishi yake ama shauku yake ya kuingia peponi inatimia, लेकिन इसके लिए बाज़ अमल करने होंगे। lakini kwa ajili yake inabidi tufanye shughuli zinginezo.
सबसे पहली तो बात तो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करो Jambo la kwanza kabisa ni kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu, और ऐसी इबादत करो जो उसका हक है। na utekeleze mambo ama jambo ambalo ni haki yake ya Mwenyezi Mungu. इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। Usimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. नमाज़ों के औकात में जैसा कि खुदा ताला का हुक्म है पूरी तवज्जो नमाज़ों की तरफ रखो। Basi na utekeleze kwa kuzingatia nyakati za sala. तुम्हारे काम या दूसरे उज़र तुम्हें नमाज़ें पढ़ने से न रोकें। Kazi zenu ama mambo mengine ya udhuru wowote yasiwazuie kusali sala zenu. काम की खातिर नमाज को न छोड़ो, Kwa sababu ya kazi tu usiache sala zako, बल्कि नमाज की खातिर काम छोड़ो। bali acha kazi kwa sababu ya sala. वरना ये भी एक किस्म का मख्फी शिरक है Bali hii pia ni njia moja ya ushirikina. कि तुम क्योंकि अगर काम की खातिर नमाज छोड़ोगे Iwapo utaacha swala kwa ajili ya kazi, तो इसका मतलब ये है basi maana yake hii ni hii ya kwamba कि तुम्हारे नज़दीक दुनियावी काम तुम्हारे खुदा की इबादत करने से ज़्यादा अहम हैं। kazi mbele yako kazi za kidunia ni bora zaidi kuliko kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu. इसका मतलब ये है कि तुमने अपने काम को खुदा के मुकाबले पर खड़ा कर दिया है। Inaonekana maana yake ni hii ya kwamba mmechukua kazi zenu badala ya Mwenyezi Mungu na kumwacha Mwenyezi Mungu. इस ज़माने में देखें जो दुनियादारी बहुत है, Katika zama hizi angalieni ya kwamba dunia, mambo ya kidunia yamezidi sana, ये शिर्क ख़ास तौर पर बहुत फैल गया है। na shirki kwa hakika imeendelea sana, दुनियावी कामों और धंधों में इंसान इस कदर डूब गया है na mwanadamu ameinamia kabisa katika mambo ya kidunia कि अल्लाह ताला की इबादत की और नमाज़ों की हैसियत एक सानवी हैसियत हो गई है। na ibada ya Mwenyezi Mungu na sala imekuwa ni jambo la pili. और इस ज़माने में Na katika zama hizi, जो नमाज़ों को ख़ास तवज्जो और शौक़ से अदा करेगा na yule ambaye atasali sala zake kwa kuzingatia zaidi, वो अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक yeye kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu, यकीनन उसका कुर्ब पाने वाला होगा। yeye atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa yakini. बस हर अहमदी को ये जहन में रखना चाहिए Kila mwanajumuiya Muhammadia anatakiwa aweke jambo hili maanani. कि अगर उसने खुदा ताला की रज़ा हासिल करनी है Kama anataka kupata radhi ya Mwenyezi Mungu और उसकी जन्नत हासिल करनी है na kupata pepo yake, तो उसे अपनी नमाज़ों में बाकायदगी हासिल अख्तियार करनी होगी। basi itakuwa anatakiwa adumishe sala zake, बल्कि जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया bali ni kama vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, कि नेकी के दरवाज़ों में दाखिल होने के लिए ili kuweza kuingia katika milango ya wema मज़ीद तरक्की करनी है inabidi kufanya juhudi zaidi. तो रात को तहज्जुद के लिए उठना भी ज़रूरी है, Kuamka usiku kuswali tahajjud ni lazima, जिससे नेकियों की तरफ और कदम बढ़ेंगे। ambapo kuna kuelekeza katika kutenda wema zaidi, इबादत के मज़ीद ज़ौक़ पैदा होंगे। na pia utakuwa na shauku ya kufanya ibada zaidi, अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए मज़ीद कोशिश होगी। na pia katika kuitafuta njia ya Mwenyezi Mungu itakuwa unafanya bidii zaidi, और इस तरह हमारे अंदर एक रूहानी तब्दीली पैदा होनी शुरू हो जाएगी na katika hali hii ndani yetu tutakuwa na mabadiliko makubwa ya kiroho, जो रूहानी तरक्की की मज़ीद मंजिलें तय करवाएगी। ambapo ukipata mabadiliko makubwa ya kiroho yatazidi kukufikisha hatua na hatua kupata mabadiliko makubwa zaidi, और हर दिन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की तरफ na kila siku utakuwa unaondoa hatua ili kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, radhi ya Mwenyezi Mungu, हमारा कदम एक नए अंदाज में बढ़ेगा। na hatua zetu zitakuwa katika njia maalum ya pekee mpya. बस हर अहमदी अपनी इबादतों के मयार ऊंचे करने की कोशिश करे। Basi kila Ahmadia anatakiwa afanye bidii katika kuendeleza njia yake za ibada, yani kupata ufaulu na kupata daraja katika ibada. और फिर एक मोमिन क्योंकि सिर्फ अपना ही ज़िम्मेदार नहीं, Na pia hili si jambo la muumini mmoja, sio lazima juu ya muumini mmoja tu, बल्कि अपने बीवी बच्चों और उसके ज़ेरे असर जो माहौल है उसका भी ज़िम्मेदार है। lakini ana majukumu hayo pia yako juu yake kwa ajili ya mke wake na familia. इसलिए इन इबादतों के मयार हासिल करने Ili kupata upeo wa juu katika ibada,
और अल्लाह ताला के शिर्क से पाक का मुआशरा कायम करने na ili kujiondoa kabisa katika shirki ya Mwenyezi Mungu na kutakasa mahali tunapoishi na kukaa, अपने बीवी बच्चों की भी निगरानी करनी होगी। basi inabidi sana waangaliwe wakina bibi zetu na hata watoto कि वो भी बातों की तरफ तवज्जो देते हैं कि नहीं, kwamba wao pia wanazingatia ibada au la। और जब आप अपने पाक नमूने कायम करेंगे na ikiwa wewe utaonyesha mfano mzuri na mfano bora, तो यकीनन आपकी नस्लें भी इन पाक नमूनों की वजह से अल्लाह ताला के फजलों को आप पर बरसता देखकर अल्लाह ताला का आबिद बनने की कोशिश करेंगी। na pia kizazi chako na kizazi chenu vile vile kitafuata na mfano wenu na kitaendelea kuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, और यूं वो भी इबादतों में तरक्की करने की दौड़ में शामिल हो जाएंगी। na itakuwa hivi ya kwamba wao pia watajihusisha katika kupiga hatua katika ibada, और नमाज़ों के आला मयार कायम करने के साथ na pia katika kutekeleza ibada kwa katika hali ya juu, वो दूसरी कुर्बानियों और इबादतों में तरक्की करने की तरफ भी तवज्जो देंगी। jambo hili litawaelekeza katika kufanya maendeleo katika mambo mema mengineyo, और यूं जमात के अंदर na katika jumuiya, नेकियों को कायम करने katika jumuiya kutekeleza mambo mema, और ना सिर्फ कायम करने बल्कि तरक्की करने, na bali sio tu kutekeleza mambo mema bali kupiga hatua katika kutekeleza mambo mema और मुसलसल जारी रखने, na kudumisha utekelezaji wa mambo mema, और एक दूसरे से आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। basi hapo kila mmoja atakuwa anashindana na mwingine katika mambo mema, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि भलाई और नेकी के दरवाजे kwamba milango ya wema जो जन्नत की तरफ ले जाते हैं, ambayo inatuelekeza katika pepo, इनमें से एक दरवाज़ा सदका भी है, mlango mmojawapo ni wa sadaka, अल्लाह ताला की राह में खर्च करना भी है, na pia kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, जो गुनाह की आग को बुझा देता है। ambapo kunazimisha moto wa dhambi, इस तरह ठंडा करता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। ndivyo inavyozimisha dhambi, kama vile ambavyo maji yanazimishwa na moto, maji unazimisha moto। तो जब इंसान गुनाह का एहसास करते हुए ikiwa mwanadamu anahisi kwamba amefanya dhambi, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए, na hapo akamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, आइंदा से तौबा करते हुए, na pia akafanya toba उसके आगे झुके na kumuinamia Mwenyezi Mungu, kumnyenyekea, और वो ये अहद करे na pia aweke ahadi hii कि वो आइंदा इस गुनाह से बचेगा, kwamba yeye katika siku zijazo atajiepusha na dhambi hiyo, और साथ खुदा ताला की राह में कुछ दे भी, na atoe katika njia ya Mwenyezi Mungu chochote, तो उसका ये एहसास फ़िक्र basi hii hisia yake अल्लाह ताला की रहमत को खींचने वाला होगा, ni ya kuvuta janna ya Mwenyezi Mungu ama pepo ya Mwenyezi Mungu, और इससे ना सिर्फ गुनाह से बचेगा na sio kwamba yeye ataokoka katika dhambi tu, बल्कि नेकी करने की तरफ भी तवज्जो पैदा होगी, bali atakuwa ameelekea katika kutenda mema, और फिर ना सिर्फ नेकी करने की तरफ तवज्जो पैदा होगी na sio tu atakuwa ameelekea katika amezingatia kutenda mema, बल्कि उसमें तरक्की करने की तरफ भी तवज्जो पैदा होगी। bali atakuwa anaelekea kabisa katika wema। एक गरीब आदमी को ख्याल आ सकता है कि हम किस तरह सदका करें, mtu ambaye ni fukara ama ni maskini, yeye anaweza akafikiria ni kwa njia gani ambayo tunaweza kutoa sadaka, हम किस तरह अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। ni kwa njia gani tunaweza kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu। उनको याद रखना चाहिए Anatakiwa akumbuke ya kwamba कि अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu और नेकियों में तरक्की करने के लिए, na kupiga hatua katika mambo mema दीन की इशाअत के लिए na katika kueneza dini, हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, sawa na uwezo wako, anatakiwa atoe kitu chochote, क्योंकि उस रिस्क में से जो अल्लाह ताला ने दिया है, kwa sababu kile ambacho Mwenyezi Mungu alichotoa, अपनी जान पर कुर्बानी करके ili ukijitoa muhanga nafsi yako उसकी राह में कुछ खर्च करेंगे na katika njia yake utoe
तो उससे नेकियों में आगे बढ़ने के मज़ीद रास्ते खुलेंगे। basi hapo njia za kuweza kukuelekeza katika Mwenyezi Mungu zinazidi, ama kuelekeza katika mambo mema zinazidi kupanuka. दूसरे ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए Na watu wengine pia wanatakiwa wakumbuke ya kwamba जिनकी तौफीक थोड़ी है, kwamba uwezo wao ni mdogo, कि जैसे कि मैं पहले हदीस में बताया हूँ, kama vile alivyoeleza katika hadithi hapo awali हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam तस्बीह और तहमीद और ज़िक्र इलाही को Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielekeza juu ya tasbihi pia na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. इन चीज़ों को भी सदका करार दिया है। Alisema pia hizo pia ni sadaka, ये भी एक माल है na hii ni mali vile vile जो अल्लाह ताला की राह में देना चाहिए, ambayo unatakiwa uitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. तो जब अहमदी इस नज़र से भी ज़िक्र इलाही कर रहे होंगे, Basi wakati utapofikia Wahmadia wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika njia hii, कि एक तो ये हम अल्लाह के हुजूर नज़र करते हैं ये दुआएं, ambapo wanatoa nadhiri zao na ibada zao katika njia ya Mwenyezi Mungu, और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं na wanakuwa na yakini और दुआ करते हैं na pia wanafanya dua, कि अल्लाह ताला हमारी तौफीकों को बढ़ाएगा, na Mwenyezi Mungu hapo atazidisha uwezo wao, कि हम भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले बने, ili kwamba wao pia waweze kuwa wenye kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. तो इस नेकी में बढ़ने की ख्वाहिश की अल्लाह बहुत कदर करता है। Upendo huu ama shauku hii ya kuelekea katika wema Mwenyezi Mungu anapenda sana na anakurubia, और फिर ऐसे ज़रियों से नवाजता है na pia anatoa njia कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ambazo mwanadamu hawezi pia kufikiria. फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Na Mtume SAW akasema tena ya kwamba कि दीन इस्लाम की चोटी जहाद है। kwamba kilele cha dini ya Kiislamu ni jihadi, अब इस ज़माने में तलवारों और बंदूकों का जिहाद तो ख़त्म हो गया, lakini katika zama hizi vita jihadi ya upanga na bunduki imekwisha, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक kulingamana na utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मसीह की आमद के साथ ही तलवार का जिहाद ख़त्म होना था। Kwa ujaji wa Masihi aliyeahidiwa vita vya upanga vitakwisha, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस वजह से फरमाया है na ndivyo alivyosema Sayyidina Ahmad alayhi salam कि मेरे आने के बाद अब ये तलवार का जिहाद ना सिर्फ बंद हो गया है, kwa kuja kwangu sio tu kwamba vita ya upanga imesimama, बल्कि हराम हो गया है। bali ni haramu. तो इसके बाद क्या ये समझा जाए कि इस्लाम की इस चोटी तक पहुंचने के रास्ते ख़त्म हो गए? Je, inatakiwa tufikirie ya kwamba tufikirie ya kwamba kupata ufanisi juu kabisa Waislamu umekwisha? नहीं, बल्कि तलवार का जिहाद तो जिहाद की एक किस्म है। Sio, bali jihadi ya upanga ilikuwa ni njia moja tu ya kupata ufanisi katika njia ya Mwenyezi Mungu, जिसकी उस वक्त के लिहाज से अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी, ambapo wakati ule Mtume Mwenyezi Mungu aliweka amri hiyo, बल्कि उस वक्त भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने lakini wakati huo pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam तरबियत और तबलीग को ही जिहाद अकबर करार दिया था। alisema ya kwamba tarbiyat, yani taalimu, ndiyo jihadi kubwa vile vile aliyoisema. बल्कि कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कुरानी दलाइल से, Lakini katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu katika dalili hizi amesema, दुश्मन का मुंह बंद करने और पैगाम पहुंचाने को जिहाद करार दिया है। Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu ya kwamba kuzimisha ama kufunga midomo ya wapinzani, hiyo pia ni jihadi, जैसा कि फरमाता है जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, kama vile anavyosema fanyeni, jitahidini nao, piganeni nao katika njia ya Mwenyezi Mungu jihadi kubwa, यानी इस कुरान के दलाइल के साथ बड़ा जिहाद करो। yani kutumia hii Qur'ani, fanya jihadi kubwa. बस दलाइल के साथ इस्लाम की खूबियाँ बताना Basi kueleza dunia Uislamu kwa njia ya dalili na hoja, और इस्लाम की तबलीग करना असल जिहाद है, na kufanya tablighi ya Islamu, hiyo ndiyo jihadi halisi. और हर अहमदी का ये फ़र्ज़ बनता है Na hii ni kazi ama ni faradhi kwa kila Ahmadia कि इस्लाम और अहमदियत का पैगाम पहुँचाएँ। ili afikishe ujumbe wa Islamu Ahmadia. यकीनन इसकी वजह से कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, Hata hivyo inabidi kujitolea muhanga vile vile, लेकिन ये कुर्बानियाँ ही हैं lakini kujitoa kwetu muhanga pia जिसकी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema इस्लाम ने जिहाद को इस्लाम की चोटी जिहाद को करार दिया है, ambapo amesema kilele cha Islam ni jihadi. और इस नेकी में हर अहमदी को दूसरे से बढ़ने की खास कोशिश करनी चाहिए। Basi ili kila mwanajumuiya anatakiwa afanye bidii katika kupata wema huu. अपने अमलों को भी दुरुस्त करें Rekebisheni amali zenu, कि उसे देखकर लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों, ambapo watu wengine wakiona amali zenu kuwa nzuri, wao pia wataelekea kwenu, और फिर तबलीग के मैदान में कूद जाएं। na hivyo itafanya njia ya mahubiri ama nyanda za mahubiri kuwa rahisi na wazi zaidi. आपकी वतन से मोहब्बत भी इस बात का तकाजा करती है Kwa ajili ya kuipenda taifa lako ama nchi yako, jambo hili linataka ya kwamba कि इन लोगों को अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम के बारे में बताएं, linapasa ya kwamba muambie watu juu ya ukweli wa Islamu Ahmadiyya इसकी खूबियाँ बताएं। na uzuri wake pia muambie. आइंदा इंसानियत की बका भी इसी में है कि दुनिया एक खुदा को माने। Katika zama zijazo ufaulu na ufanisi wa binadamu uko chini ya jumuiya hii yani Ahmadiyya, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा हो जाए। na hao watu wote watakuwa chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बस इस चोटी को हासिल करने के लिए Basi ili kufikia kilele hicho, हर अहमदी को चाहिए kila Muhammadia anatakiwa कि एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करे, kwamba ashindane na mwenzake katika wema, वरना हमारा ये दावा गलत होगा waila madai yake yatakuwa ni ya uongo, कि हम हर मैदान में नेकियों में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। kwamba wao ni wale wenye kufanya bidii katika kila nyanda, katika kila sehemu, और ये हमारा मतमय नज़र है और यही हमारा मकसद है। na hii ndiyo lengo letu na ndiyo pia maksadi yetu. फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ndipo tena Mtume Muhammad sallallahu akasema, एक हसीन मुआशरे के क़याम के लिए ili kuweka jamii bora, एक बड़ी अहम बात हमें ये बताई है, kuna jambo kubwa sana tuliloelezwa, जिस पर अमल करके हम जन्नत के वारिस हो सकते हैं, ambalo tukilitekeleza tutakuwa ni warithi wa pepo कि इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी, katika dunia hii na katika dunia baada ya kufa. और वो है ज़ुबान पर काबू। Na hilo ni jambo la kulinda ulimi. अगर हर शख्स दूसरे के लिए नेक ख्यालात रखता हो, Iwapo kila mmoja atamfikiria vyema mwingine, कभी उसके मुतालिक गलत बात कहने का ख्याल भी दिल में ना लाए, na pia asiweke katika fikra yake kusema jambo lote baya juu ya mwingine, हमेशा एक दूसरे के लिए नेक जज्बात हों, na kila wakati atakuwa na jazba nzuri juu ya mwingine. बाज़ दफ़ा एक शख्स दूसरे को ऐसी बात कह जाता है जो नामुनासिब होती है, Wakati mwingine mtu anaeleza jambo fulani ambalo silo zuri, ambalo si sawa, दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली होती है, ambayo yanakuwa ni mambo ya kumkasirisha mtu mwingine, जिसको ये बात कही जाए अगर वो वक्ती तौर पर खामोश भी रहे, ambao ikiwa yeye jambo hili ataambiwa, kwa hakika yeye atakuwa kimya, लेकिन दिल में महसूस lakini katika करता kuangalia है और उससे दिल में रंजिश की दीवार खड़ी हो जाती है। lakini katika kuangalia kidhahiri, mtu huyo kwa hakika katika moyo wake huwa anapata na shida sana, जो आहिस्ता आहिस्ता फसाद का बायस बनती है, na taratibu taratibu jambo hili linaelekeza katika ufisadi na balaa. और जहाँ ये बातें मुआशरे में तलखियों का बायस बनती हैं, Na pahali popote ambapo mambo hayo yanapatikana, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ऐसी तलख और कड़वी बातें करने वालों को watu ambao walikuwa wakifanya mambo haya ya kuudhi wengine अंजार किया है alionya vikali sana. कि वो लोग फिर जहन्नम में औंधे मुंह गिरते हैं। Anasema hao watu kwa nini tena wanaingia katika moto? तो देखें कहाँ तो मोमिनों को ये मतमय नज़र Angalieni, hii ndiyo lengo kubwa hili la mumin. कि उन्होंने नेकियों में आगे बढ़ना है, Wao ni wenye kupiga hatua katika wema, और ना सिर्फ खुद नेकियों में तरक्की करनी है, na sio wao wenyewe tu kupiga hatua katika mambo mema, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलानी है, lakini ni kuwachukua wengine pia na kuwaonya wengine pia, उनको भी नेकियों में अपने साथ मिलाना है। na pia ni kuwachanganya wengine katika mambo yao mema. और कहाँ ये अमल कि दूसरे के जज्बात का ख्याल भी ना रखना। Na pia je, mambo haya yaangalie sana, mambo haya yasije yakaharibu jazba za mtu mwingine. तो ऐसे लोगों को तो कभी नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे लोग हैं जिनका मतमय नज़र नेकियों में बढ़ना है।
Watu kama hao haiwezi kusema kwamba lengo lao na nia yao ni kuelekea katika mambo mema. बस हर अहमदी का फ़र्ज़ बनता है Basi ni faradhi juu ya kila Muhammadia कि वो नेकियों में तरक्की के लिए kwamba kwa ajili ya kupata mambo mema, ya kupiga hatua katika mambo mema, अपनी इबादतों के मायार बुलंद करे, lazima ainue daraja la ibada zake, जमात की खातिर कुर्बानी के मायार बुलंद करे, na pia ajitahidi sana kwa hali ya juu katika kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu katika jumuiya. अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम Ahmadiyya ama ndio Islamu ya haki ya kweli, के पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाकर तबलीग का हक अदा करे। na afikishe ujumbe wa Ahmadiyya ambao ndio Uislamu wa kweli kwa kila mtu. इसके साथ साथ मखलूक के हक अदा करना भी ज़रूरी है। Na pamoja na hilo vile vile anatakiwa atekeleze haki ya wanadamu. हर ऐसी चीज़ जो माशरे में अमन फैलाने का बायस बनती है, Kila jambo ambalo katika maashira, katika jamii linaloelekeza katika jambo zuri नेकी है, ni uwema, linaloleta amani katika jamii ni wema. और हमें ये हुक्म है कि नेकियों में आगे बढ़ने को अपना मकसद करार दें। Na hii ndio ni hukumu ya kwamba tuelekee katika mambo mema. जाहिर है जब हम ये फ़ैसला कर लेंगे Ni dhahiri ya kwamba tutakapoamua कि हमने नेकियां करनी हैं kwamba sisi lazima tutatenda mambo mema, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, na hiwe ndilo lengo la maisha yetu, तो फिर बुराई का ख्याल भी हमारे दिल में कभी नहीं आ सकते। basi kufikiria mambo mabaya katika mioyo yetu haliwezi kupatikana. कभी ये ख्याल भी हमारे दिल में नहीं आएगा Wala hatutakuwa na fikra hii katika mioyo yetu कि हमने दिल लगाकर मेहनत नहीं करनी, kwamba sisi tukae tu bila kufanya wema, kufanya bidii, अपने काम का पूरा हक अदा नहीं करना, na kwamba hatutafanya kazi zetu pasavyo. कभी ये ख्याल दिल में नहीं आएगा कि हमने किसी का हक मारना है, Wala haitaingia katika akili zetu ya kwamba किसी का हक मारना है। wala haitafikia katika fikra zetu ya kwamba tudhulumu haki ya mwingine. कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि हमने किसी भी किस्म की अखलाकी बुराई करनी है, Wala haitaingia katika akili yetu ya kwamba tufanye jambo lolote lile libaya. कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि हमने झूठ बोलना है Wala haitaingia katika akili yetu ya kwamba tutasema urongo या कोई गलत बात करके फ़ायदा उठाना है। au kupata faida katika jambo baya. बाज़ लोग समझते हैं कि बड़ा झूठ बोलना गुनाह है, Watu wengine wanafikiria ya kwamba kusema urongo ni dhambi kubwa, लेकिन छोटी मोटी गलत बात बयान करना जायज़ है। lakini kufanya mambo madogo madogo ama kueleza mambo madogo madogo ni sawa. ये सब नफ्स के धोखे हैं। Haya yote ni matamanio tu ya nafsi ambayo ni uongo mtupu. हर अहमदी को इससे बचना चाहिए, Kila Muhammadia anatakiwa ajiepushe na mambo hayo, और सिर्फ बचना ही नहीं चाहिए wala sio kujiepusha tu, बल्कि ये इरादा कर लें bali waweke nia ya kwamba कि हमने सिवाय नेकियों के कुछ और करना ही नहीं, sisi hatutafanya jambo lingine lolote isipokuwa wema tu. और जब ये नेकियां कर रहे होंगे Na wakati tutakuwa tukifanya wema, तो फिर इसमें बढ़ने और तरक्की करने की दौड़ें भी लगेंगी। basi hapo kutakuwa na maendeleo katika kupata ufaulu, yani kupata ufanisi. वरना वो मकसद हासिल करने वाले नहीं होंगे Waila itakuwa hatujapata lengo letu जिसकी खातिर आपने अहमदियत कबूल की। ambalo limekufanya wewe uingie katika Ahmadiyya ama uikubali Ahmadiyya. अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। Mwenyezi Mungu wote awajaze na awape uwezo. एक इक़्तिबास हज़रत मसीह मौद का पेश करता हूँ। Anasema kwamba anatusomea katika maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salam. आप फरमाते हैं Sayyidina Ahmad salam anasema ya kwamba कि इस्लाम में इंसान के 3 तबके रखे हैं। katika Islamu mwanadamu amewekwa katika mafungu matatu: ज़ालिमुन लिनफ्सिही, yule anayejidhulumu nafsi yake, मुक़्तसिदुन, na yule ambaye ana uwezo, साबिकुन बिल खैरात। na yule ambaye anafanya bidii, anashindana na wengine katika wema. ज़ालिमुन लिनफ्सिही तो वो होते हैं Dhalim anayejidhulumu nafsi yake ni yule ambaye
जो नफ्स अमारा के पंजे में गिरफ्तार हों, yule ambaye ameshikwa katika nafsi amara, yani kuamuru mambo mabaya, और इब्तिदाई दर्जे पर होते हैं, na yeye anakuwa katika hali ya mwanzo, जहाँ तक उनसे मुमकिन होता है basi hadi ya kwamba वो सही करते हैं anafanya wema ama anafanya vizuri कि इस हालत से निजात पाएं, ili aweze kujiepusha na hali hii. Anatakiwa afanye bidii ili aweze kujiepusha na hali hiyo ya nafsi na amara. मुक्तसिदुन वो होते हैं Na wale ambao ni muktasid wa katikati, जिनको म्याना रो कहते हैं, wale ambao wanafanya mambo ya katikati, एक दर्जा तक वो नफ्स अमारा से निजात पा जाते हैं, wao wanakuwa wamepata daraja moja kutoka katika nafsi amara, yaani wamepiga hatua moja. लेकिन फिर भी कभी कभी उनका हमला उन पर होता है, Lakini hata hivyo wakati mwingine huwa wanapata vishawishi, और वो इस हमले के साथ ही नादम भी होते हैं, na wao pia kwa vishawishi hivi wanakuwa na haya, पूरे तौर पर अभी निजात नहीं पाई होती, basi wanakuwa katika hali ya kwamba hawajapata kuokoka kabisa. मगर साबिकुम बिल खैरात वो होते हैं Lakini wale ambao ni sabik bil khairat, yani ni watu wa kushindana katika wema, कि उनसे नेकियां ही सरजद होती हैं wao kati yao ndani yao ni mema tu yanabaki, और वो सबसे बढ़ जाते हैं, na wao wanashinda watu wote katika mema. उनकी हरकत और सकनात तभी तौर पर इस किस्म की हो जाती हैं Katika harakati zao zinakuwa za aina hii, कि उनसे अफ़ाल हसना ही का सदूर होता है, kwamba wao wanatekeleza mambo mema peke yake ambayo ndio tuseme nia yao na lengo lao halisi. गोया उनके नफ्स अमारा पर बिल्कुल मौत आ जाती है, Inaonekana ya kwamba katika nafsi amara yao imekufa kabisa, yani mauti yameingia katika nafsi zao za amara, yani za kuelekeza katika mambo mabaya, और वो मुतमइन्ना हालात में होते हैं, na wanakuwa katika hali ya matumaini, उनसे इस तरह पर नेकियां अमल में आती हैं na wao wanakutekeleza mambo mema kwa njia hii, गोया कि वो एक मामूली अमर है, kwamba ni mambo tu ya kawaida. इसलिए उनकी नज़र में बाज़ औक़ात Ndio maana katika mbele yao wakati fulani वो अमर भी गुनाह होता है jambo fulani amali fulani inakuwa ni dhambi, जो इस हद तक दूसरे उसको नेकी समझते हैं। ambalo watu wengine wanaliona kwamba ni jambo zuri. उसकी वजह यह है कि उनकी मार्फत और बसीरत बहुत बड़ी हुई होती है, Ni sababu hii ni kwamba katika mioyo yao wao imejaa wema. यही वजह है जो सूफ़ी कहते हैं कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, Na hii ndiyo sababu ya kwamba sufi wale masufi ambao wacha Mungu wanasema maneno mema yanawatoa watu katika dhambi, na anawafiki wale watu ambao wamepata daraja kubwa sana katika mambo mema. Wao wanasema ya kwamba mambo mema ama kazi nzuri zinawapeleka watu katika, zinawaokoa watu katika balaa. अल्लाह करे हम उसके मुताबिक नेकियां करने वाले हों Mwenyezi Mungu atujalie tutekeleze kufatana na और mambo haya, नेकियों में बढ़ने वाले हों tuwe ni wenye kuendelea katika mambo mema, और हर अहमदी एक दूसरे से नेकियों में बढ़ने वाला हो, na kila Muhammadia ashindane na mwingine na mpite mwingine katika kutekeleza mambo mema, ताकि जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों kwa sababu atakapohudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, तो खुदा ताला हमें ये ना कहे na Mwenyezi Mungu hapo asituambie ya kwamba कि जब तुम्हें नेकियों के करने, iwapo ilipokuwa mnatekeleza mambo mema, बल्कि नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने का हुक्म था, na ili hali ilikuwa ni kwamba sio kutekeleza mambo mema peke yake bali ni kushindana katika mambo mema. तो फिर क्यों तुमने उस पर अमल नहीं किया? Kwa nini hamkutekeleza jambo hilo? अल्लाह हम पर रहम फरमाए Mwenyezi Mungu awarehemu और अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। na wajalie kuelekea katika kutekeleza mambo mema. अपनी बात ख़त्म करने से पहले Kabla sijamaliza hotuba hii, फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ tena ninawaombeni sana कि इन 2 दिनों में आपने जो भी नेकी की बातें सीखी हैं katika siku hizi mbili, yale mambo yote mema mlioyasoma, mliojifundisha, उन्हें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, basi mambo hayo mema yafanyeni yawe ni sehemu ya maisha yenu, अपने घरों में जाकर ये नेकी की बातें भूल ना जाएं, na mtakapokwenda manyumbani mwenu basi msiachane na mambo haya mema,
बल्कि अपने बीवी बच्चों में भी इसको कायम करने की भरपूर कोशिश करें। lakini muwahimize wake zenu na watoto waweze kusimama katika mambo haya na kutekeleza. अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। Mwenyezi Mungu kila mmoja wenu ampe uwezo huo. अल्लाह ताला आपको उन तमाम दुआओं का वारिस बनाए Mwenyezi Mungu awafanye muwe ni warithi wa hizo dua जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जलसे पर आने वालों के लिए की हैं, ambazo Sayyidina Ahmad salam alifanya kwa wale ambao wanahudhuria jalsa salana. अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे, Mwenyezi Mungu daima dawamu awaweke katika ulinzi wake, आपकी हर फिक्र रंज और गम को दूर फरमाए, awaondolee kabisa matatizo yenu na pia na shida zenu zote, और इस मुल्क की तरक्की के लिए नई राहें खोले। na Mwenyezi Mungu apanue ama atoe njia nyingine za kueneza dini, और आप सबके दिलों में na katika wengi katika mioyo yao जमात और खिलाफत से वफा और मोहब्बत को बढ़ाता रहे। na wengi na wote tuseme wanatakiwa wawe na uhusiano mzuri na wa jamaat pamoja na khilafat. आमीन। Amin. आखिर पर खुतबा सानिया से पहले मैं दो वफ़ात शुदगान का जिक्र करना चाहता हूँ। Huzuri anasema ya kwamba anapenda kueleza juu ya vifo viwili. एक तो हैं मौलाना मोहम्मद अहमद साहब जलील। Kifo cha kwanza ni cha Maulana Muhammad Jalil Sahab इस सिलसिले के एक पुराने खादिम थे, ambaye सिलसिले के पुराने खादिम थे, खादिम सिलसिला थे। alikuwa amehudumu jumuiya kwa muda mrefu sana. इन्होंने मुख्तलिफ जमात के शोबों में मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है Na alifanya kazi katika idara mbalimbali za jumuiya, और जामिया अहमदिया रवा में भी पढ़ाया है। na pia alikuwa ni mwalimu katika Jamia Ahmadiyya Rabwa, बहुत सारे इनके शागिर्द हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं na wanafunzi wake wametapakaa katika sehemu mbalimbali za dunia और खिदमात दीनिया बजा ला रहे हैं। na wanatekeleza huduma za dini pale popote walipo. ये मुफ्ती सिलसिला आलिया अहमदिया भी रहे हैं बड़ा लंबा अरसा, Na alikuwa ni mufti wa jumuiya kwa muda mrefu sana, और बड़े हंसमुख और खुशमिजाज आदमी थे। alikuwa ni mtu mcheshi sana na mwenye ukarimu, yani na mcheshi sana, और बड़े आजिज़ इंसान थे। alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana नेकियों में बढ़ने वाले और बड़ी बुजुर्ग तबीयत के मालिक थे, नेक तबीयत के मालिक थे। alikuwa ni mtu mwenye kuenda mbele sana katika mambo ya wema, na alikuwa ni mtu mcha Mungu sana. एक लंबा अरसा बीमार रहकर उनकी वफ़ात हुई है पिछले चंद दिनों, 2-3 दिन पहले। Alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu na katika siku chache kidogo nyuma akafariki. अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। Mwenyezi Mungu ainue daraja lake. दूसरे मेरे भाई, बड़े भाई हैं मुकर्रम मिर्ज़ा इदरीस अहमद साहब, Na wa pili ambaye amefariki ni ndugu ama kaka ni kaka yake Hazrat Alifatul Masih. जिनकी 2 दिन पहले वफ़ात हुई है। Alifariki siku mbili zilizopita. फेफड़ों में कैंसर की वजह से कुछ अरसे से बीमार थे। Alikuwa na maradhi ya kansa kidogo kwa siku zilizopita, ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद तबीयत बिगड़ती गई। na baada ya operation hali ikawa mbaya. जब से बीमारी का पता लगा चंद माह पहले से बड़ी बहादुरी से बीमारी का मुकाबला किया। Na alipojua hali yake ile ya ugonjwa huo, lakini katika miezi miwili iliyopita alisimama imara sana katika hali hiyo, बल्कि दूसरे अजीज़ों को भी तसल्ली दिलाया करते थे। na pia alikuwa akiwaweka matumaini watu wengine. बेनफ्स और बड़ी खूबियों के मालिक थे। Alikuwa sio wa kujipenda nafsi yake, na alikuwa ni mtu ambaye ana mema mengi alikuwa akitenda. अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए Mwenyezi Mungu amrehemu na amjalie njia ya kupata rehema, और अपने प्यारों के कदमों में जगह दे। na pia katika pepo yake Mwenyezi Mungu amjalie nafasi. और ये भी दुआ करें कि हर दो जो वफ़ात याफ्तान हैं इनके नस्लों में भी खिलाफत और जमात से वफ़ा और मोहब्बत हमेशा कायम रहे। Na hii pia dua mfanye ya kwamba hawa waliofariki ndugu zetu wawili
basi kizazi chao kiendelee na kidumu katika nidhamu ya khilafati na kutekelezea mema jumuiya. अभी नमाज जुमा और असर के बाद मैं इनकी नमाज जनाजा भी यहाँ पढ़ाऊँगा गायब। Baada ya sala ya Juma na alasiri basi ataongoza sala ya janaza ya ghaib. और जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है Na kama vile alivyosema Sayyidina Ahmad salam, कि इन जलसों की गर्ज ये भी होती है katika jalsa hizi pia hutokea mambo mengine ya कि दौरान साल जो दो दोस्त वफात पाएँ katika mwaka kuna watu wengine wanafariki, wale ndugu wanaofariki katika mwaka, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की जाए। kwa ajili yao tuwaombee maghfira. तो इस मुल्क में भी कीनिया में भी जो अहमदी बुज़ुर्ग को वफात पाई जिन्होंने दौरान साल, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी इस जनाजे में साथी उनको भी शामिल कर लें। Wale ambao pia katika nchi yetu hii ya Kenya walifariki katika mwaka huu, vile vile tunatakiwa tuwaombea dua ya maghfirati, yani ya msamaha wa Mwenyezi Mungu. पिछले साल कितनी थी? 1500 ये जो अक्टूबर में हुआ है 1500 बुलाया थोड़ों को था। अच्छा, अमीर साहब ने रिपोर्ट दी है हाज़री की, इनका जो पीछे जलसा हुआ था उसमें 1500 हाज़री थी। अब अल्लाह के फजल से इस वक्त 7200 हाज़री है। और बहुत सारे लोग गुर्बत की वजह से बहुत सारे इलाकों से आए भी नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला उन इलाकों में मैं जा भी रहा हूँ, दौरा करूँगा। हाज़री इससे बहुत काफ़ी बढ़ सकती थी। Anasema Amir Sahib ameeleza kuhusiana na wale wahudhuria mkutano mwaka huu umekuwa ni idadi kubwa sana, zaidi kama 1700 na kuliko wale waliohudhuria mwaka jana. Kwa hivyo hapo ni maendeleo makubwa vile vile. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.